Mwaka umebadilika, changamoto zimebadilika, lakini swali ni hili: je, umeamua kubadilika kama mwanaume? Karibu Mwanaume wa Kweli. Leo katika episodi yetu ya kwanza kabisa mwaka 2026 tunaweka misingi mikuu ambayo ni muhimu kwako kama mwanaume katika dunia leo, na tuangalie maeneo mengi, lakini tutaangalia katika tabia, na hizi ndio tabia 6 za kujijenga kama mwanaume wa kweli mwaka 2026. Moja, nidhamu ya maisha. Mwanaume wa kweli haishi kwa kutegemea hali ya kujisikia. Ana ratiba, ana mwelekeo, ana misimamo. Nidhamu hiyo ni kuamka mapema asubuhi, anafanya hivyo bila kulazimishwa katika lolote lile analofanya. Hata kama ni kazi anafanya hata pale anapojisikia amechoka. Kukataa starehe za muda mfupi kwa ajili ya matokeo ya muda mrefu, hilo ndio kitu kikubwa kinachomwendesha mwanaume wa kweli. Mwaka 2026 ni mwaka wa wanaume wanaojua kusema hapana kwa kitu cha muda mfupi ili wapate ndio kubwa huko baadaye. Jambo la pili ni uwajibikaji. Hakuna mwanaume aliyewahi kufanikiwa kwa kulaumu wengine tu. Mwanaume wa kweli anabeba mzigo wa matokeo ya matendo yake, maamuzi yake, iwe matokeo ni mazuri au mabaya. Anaelewa, anajifunza pale alipokosea, anatambua. Kama amepoteza kazi, anafikiria afanye nini zaidi ili aweze kuingiza kipato. Akianguka, anasimama tena. Hakuna kukubali kuwa chini. Maisha yako mikononi mwako, kubali hilo kwanza. Hapo ndio nguvu yako ya kwanza. Maamuzi ya maisha yako yanaanzia kwa kujitambua na kuwa ujiwajibika kwa maisha yako kila siku. Namba 3, muda na umakini mkubwa unahusika katika masuala ya muda. Muda ni silaha. Uwe unaamua kama unautumia huo muda au muda unakutumia wewe. Mwanaume wa kweli hajiruhusu kupotezwa na kelele za watu wengine. Njoo huku naye anaenda mijadala isiyo na tija tu, unapoteza muda wako, iwe kwenye WhatsApp, iwe maeneo mengine yoyote. Usikubali kuendeshwa. Chagua kitu gani unakipa umakini wako. Uwe na makusudi. Kwa nini unapoteza nusu saa yako katika jambo fulani? 2026 usikubali kuwa kwenye ratiba za watu ambazo hazina matokeo kwako. Weka kipaumbele cha vitu vinavyokuletea matokeo makubwa, ndio uvipe muda. Namba 4 ni nguvu ya mwili na akili. Usikubali kutulia. Angalia kila siku jinsi gani unajenga nguvu ya mwili wako, jinsi gani unajenga akili yako. Mwanaume dhaifu kimwili huathirika pia kiakili. Mazoezi si ya kujionyesha kwa watu tu, ukaweka kwamba leo umetembea kilomita 10 na kadhalika. Hapana, mwanaume wa kweli analinda akili yake, analinda afya yake. Usiruhusu kitu kisichokuwa na maana kijae katika ubongo wako. Mwili wenye nguvu na akili iliyo tulivu hufanya mwanaume awe imara katika maamuzi yake ya kila siku. 5, kukuza kipato, kukuza thamani yako. Mwanaume wa kweli hafanyi kazi tu kwa ajili ya mshahara, anajenga thamani. Je, thamani yako mwaka jana na leo itakuwa ni ile? Usikubali. Ongeza ujuzi, jifunze mambo mapya, tafuta namna ya kuzalisha zaidi na kuwa na chanzo zaidi kimoja cha mapato. 2026 ni mwaka wa wanaume wanaojifunza haraka, wanaobadilika haraka na wanaona pesa kama matokeo ya thamani wanayotoa, sio bahati nasibu. Uwepo wako unatakiwa kuingizie pesa, uwe na thamani. 6 ni kuwa na misingi. Mwanaume anayejua anakoenda huwezi kumlinganisha na mwanaume asiyejua anakoenda. Mwanaume wa kweli anajua anakoenda, hata sukumwa na kila upepo unaotokea. Mwanaume wa kweli anajua anasimamia nini, anapigania nini na anaacha alama gani. Hivyo ukiwa na misingi hiyo itakusaidia kukataa vitu vinavyokupotezea muda. Ukiwa na misingi imara utajua watu sahihi wa kuwavuta karibu yako. Ukiwa na msingi imara utajua vipi utavumilia baadhi ya maumivu ya muda mfupi kwa ajili ya mafanikio makubwa baadaye. Bila kuwa na misingi, nguvu ya mwanaume hupotea. 2026 inahitaji mwanaume mkamilifu. Inahitaji mwanaume mwenye mwelekeo, nidhamu na dhamira. Anza na tabia moja, ishi hivyo. Kubeba mwaka huu kwa uzito, mwaka huu utakubeba kwa heshima. Hii ni Mwanaume wa Kweli.